Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, madhumuni ya mkutano huu ni kuja kushukuru na kutoa pongezi kwa ushindi mzuri tulioupata. Ni nyinyi viongozi katika ngazi zote ambao mlifanya kazi ya kukitafutia ushindi chama chetu cha Mapinduzi, mkafanya kampeni ya kisayansi kabisa, na hatimaye sote tumeona matokeo mazuri kwa chama chetu. Kwa hiyo hatuna budi kupongezana, na mimi nakushukuruni sana kwa kazi nzuri. Ndugu zangu, ushindi tuliopata safari hii ni wa aina yake. Ni ushindi wa kihistoria kwa mambo mawili: kwa uchaguzi uliofanyika kwa amani kuliko chaguzi zote zilizowahi kutokea toka vyama vingi vimeanza katika nchi yetu, lakini kwa ushindi mkubwa tuliowahi kupata tokea vyama vingi vimeanza vile vile. Kwa hiyo bila shaka, na hii nazungumzia pale ambapo wenzetu wanaingia katika uchaguzi, bila shaka tuna kila sababu ya kupongezana kwa kazi nzuri hii tuliyoifanya. Ndugu zangu, baada ya uchaguzi na kufanikiwa kupata ushindi huu mzuri katika hali ya amani, ilipaswa tuje tupongezane, tutoe shukrani mapema, lakini hatukuona busara kufanya hivyo kwa yaliyotokea upande wa Tanzania bara. Wenzetu walipata changamoto, na sisi kama sehemu ya Tanzania ilipaswa tusubiri kabla hatujafurahi na kushereheka na kufanya mambo mengine, basi hali ya amani na utulivu katika nchi ikae sawa, halafu ndio tuje kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo leo niko mbele yenu baada ya miezi 6 toka tumemaliza uchaguzi na wenzetu upande wa pili kukaa sawa. Tumeona sasa ni wakati mwafaka kupitia mikoa yote nikakutane na viongozi, niwape shukurani za dhati kwa kazi nzuri. Baada ya shukurani hizo, ningependa sasa niseme mambo machache kuhusiana na tathmini. Baada ya uchaguzi lazima tufanye tathmini, maana mwisho wa uchaguzi mmoja ndio mwanzo wa uchaguzi unaokuja. Kwa hivyo hatuna budi kama chama tufanye tathmini ya uchaguzi uliopita. Na mimi nataka ndugu zangu niseme katika maeneo matano tu kwa ufupi sana. Eneo la kwanza ni uhai wa chama. Ni lazima tuweke mkazo katika uhai wa chama, na uhai wa chama ni mambo mawili. Moja ni wanachama wetu kutambua wajibu wao, lakini la pili ni watendaji wetu kufanya wajibu wao kama inavyotakiwa. Sasa hili sote kwa pamoja tufanye tathmini. Lakini je, wanachama wote hawa wako hai? Wanachama wote hawa wanajua wajibu wao? Wanachama wote hawa wako tayari kukipigania chama? Tuangalie matokeo ya uchaguzi, tuangalie watu waliopiga kura, tuangalie watu waliojiandikisha katika daftari la kupiga kura. Tutajua kwamba kuna kazi bado inahitajika kufanywa. Kwa hivyo ukiangalia kwenye wakati wa kuandikisha daftari, nyinyi nyote ni mashahidi kwa sababu mlifanya kazi ya ziada. Tulikuwa tunatafutana mpaka majumbani kupelekana watu kujiandikisha. Hiyo maana yake ni nini? Kwamba bado kuna watu wengi hawajui wajibu wao. Leo tukiulizana wanachama kwamba jukumu la kwanza la chama cha siasa ni nini, wengi wanajua kwamba ni kuhakikisha tunashika dola. Lakini dola unaishika vipi? Si lazima ushinde uchaguzi? Uchaguzi unashinda vipi? Si lazima ujiandikishe kwenye daftari la wapiga kura? Na baada ya kujiandikisha ufanye nini?
utoke ukapiga kura siku ya kupiga kura. Watu wetu bado katika eneo hili wanahitaji mafunzo, wanahitaji kujulishwa au kuelimishwa juu ya wajibu wao. Hili la kwanza la uhai wa chama, na bila shaka upande wa utendaji nao ni muhimu. Matawi yetu yawe wazi, matawi yetu waweze mara zote, wanachama waweze kufika kwenye matawi yakiwa wazi, hali kadhalika katika ngazi nyingine zote. La pili, ndugu zangu, ningependa kuzungumzia umoja katika chama. Chama chetu hiki kina nguvu kwa sababu ya umoja wetu, lakini kila siku zikienda tunakuwa na makundi ndani ya chama. Makundi hayakatazwi kipindi cha uchaguzi, kwa sababu kila mtu atakuwa na mgombea wake. Tukimaliza uchaguzi tunatakiwa tuwe kitu kimoja. Bahati mbaya sana, tunamaliza uchaguzi, makundi yanaendelezwa, tunakosa umoja kwenye chama. Ombi langu, naomba sote ambao tumeshinda na tulioshindwa katika ngazi mbalimbali za kugombea, tuvunje makundi yetu. Sasa hivi sote ni kundi la Chama cha Mapinduzi.